Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Ukti Mwana kutoka taasisi ya Zamzam Center, tukiwepo leo hapa airport kwa kuwapokea mahujaji wetu. Likio kundi la mahujaji watu 50 kiongozwa na Sheikh Abdu Katungunya akifuatia Sheikh Ibrahim, pia kuna Hajat Fatuma Albeti. Katika uwepo hapa sisi viongozi au wafanyakazi wa Zamzam Center tunashukuru sana kwa wenzetu kwenda kufanya ibada ya hija, na tunafurahi sana kwa siku hii ya leo kuwepo hapa airport kuwapokea mahujaji wetu. Viongozi wa Zamzam Center wakiwepo, wengine wako nje, na sisi tulokuwa hapa wafanyakazi tukishirikiana na wananchi wenzetu wote kuja kufurahikia na kuwapokea mahujaji wetu. Sawa, naona watu wengi wamekuja tayari hapa kwa ajili ya kupokea ndugu zao. Labda una wito gani kwa ndugu na jamaa ambao wamekuja kuwalaki ndugu zao hapa leo? Unawapa maoni gani labda? Maoni kwa furaha kubwa sana, tunawakaribisha Zamzam Center baada ya kuwapokea ndugu zao, lakini pia tunahitaji na wengine wachukue fursa hii kwa leo. Kwa wengine wote tunawakaribisha Zamzam Center, tunaanza kupokea masuala ya umra, masuala ya haji. Kwa yoyote tumefurahi kuwaleta ndugu zenu na kuja kuwapokea, na sisi wenyewe tunawakaribisha ndugu jamaa na marafiki, mkaribie Zamzam Center. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Yasini Shabani, niko airport hapa, nimekuja kumpokea shemeji yangu anatoka hija, ni mkurugenzi wa taasisi ya Al-Hikma. Mimi nipo hapa kama shemeji yake. Naam. Labda una maoni gani kuhusu au furaha yako kuhusu kumpokea ndugu yako ambaye anatoka ibada ya hija? Alhamdulillah, furaha ni kubwa. Nachoomba kwamba nami Allah nijalie nifike, kwa sababu sijawahi kwenda, lakini pia changamoto tulizoziona hapa, watu wanaokuja kupokea wageni hapa airport ambao wanakuja kuwapokea wanapata tabu. Safari ni mkubwa, utaratibu hapa ni kidogo mtihani. Watu wamekaa zaidi ya nusu saa wanasubiri kuingia huko ndani. Naam. Huyo ndugu yako unasema kwamba anakwenda hija, ametokea hija mwaka huu. Naam. Anaishi wapi labda, au ametokea mkoa gani? Anaishi hapa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni. Kigamboni. Kwa hiyo baada ya kumpokea hapa tutaelekea Kigamboni kwa ajili ya kumkaribisha zaidi. Safari yake ya kwanza. Ndio, safari yake ya kwanza. Shukrani. Shukran. Rahmanirrahim. Mimi kwa jina naitwa Hassan Salum Bahaj. Leo nimekuja kumpokea ndugu yangu Yusuf Salum Bahaj ambaye anatokea katika ibada ya haji, na inshallah tuna furaha ya kuwa wametimiza ibada yao, na sisi tunamwomba Allah tujalie inshallah tuweze kufika na sisi katika sehemu takatifu na kumlilia Allah kwa yale mapungufu tulionayo. Labda mna furaha gani leo kumpokea ndugu yenu? Wallahi furaha haina kifani. Furaha haina kifani kwa sababu ni jambo kubwa, ibada kubwa, ina changamoto zake za hapa na pale kutokana na umbali, kadhia ya hapa na pale. Kwa hiyo alhamdulillah, madamu wamekwenda salama, wamerudi salama, tunamwomba Allah ajalie haji yao iwe haji mabrura wa dhanban maghfura. Naam. Amesafiri kupitia taasisi gani labda? Amesafiri kupitia taasisi ya Zamzam. Alhamdulillah. Taarifa na rejea leo. Leo tumepewa taarifa saa 5:30 watashuka hapa. Inshallah ndo tunawasubiri kwa hamu kubwa. Shukrani sana Sheikh. Yalla, shukran. Tupo katika eneo la uwanja wetu, tunawasubiri mahujaji wetu leo, kama tulivyojulisha awali kwamba kuna taasisi ya Zamzam, mahujaji wake wanarejea leo. Kuna kundi la watu 50. Majuzi tumepokea watu 43. Leo tunapokea 50 kwa ukamilifu wake, ndio wanarejea. Kundi la mwisho tunaambiwa kwamba linarejea kesho, lakini leo tunawasubiria hapa kwa hamu. Ndugu na jamaa kama unavyowaona hapo wamejazana, wana hamu kubwa ya kuona ndugu zao wakitokea katika lango hilo hapo limeandikwa arrive. Hilo ndio lango ambalo watatokea jamaa zao, ndio maana unaona hapo chini wamezunguka eneo hilo, wanawasubiria ndugu zao wataingia saa ngapi. Kinachojiri tutaendelea kuwapa. Hebu waone kwanza umma wa watu ambao tayari umeshajitokeza hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajat Aziza Abbas Mshana. Mimi
haji wa mwaka jana 2024, na leo niko hapa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere Dar es Salaam. Nimekuja kumpokea baba yangu mzazi anaitwa sasa Haji Abbas Mohamed Mshana. Na katika taasisi ya Zamzam mimi mwaka jana nilisafiri nayo na nikajitolea kwamba kwa upande wa kaskazini, natokea mkoa wa Kilimanjaro, nitakuwa balozi kule, na mwaka huu alhamdulillah nimesafirisha watu 3 kwenda hija mwaka huu na taasisi ya Zamzam. Nimeipenda taasisi ya Zamzam kwa kuisikia kabla sijaenda, lakini nimeipenda zaidi baada ya kwenda nayo mwaka jana, kwa taratibu zao wanazoziweka kuanzia maandalizi ya safari. Wanakusaidia kuanzia kutafuta pasipoti, kukuandaa wewe mwenyewe kisaikolojia, lakini pia zile semina. Yaani unapokwenda kule ni kama unarudisha yale mawazo jinsi walivyokuwa wanakufundisha. Na mwaka huu babangu ameenda. Babangu ana miaka 90. Lakini niliamua aende na taasisi ya Zamzam bila kuwa na msaidizi mwingine, kwa sababu ninaiamini huduma zake ni nzuri, na hata alivyokuwa kule nilikuwa nawasiliana naye, anasema wananilea. Babangu na miaka 90, lakini ni mtu ana afya zake, anatembea, lakini ule utu uzima wake taasisi ya Zamzam imemfanya kama mtoto, na alhamdulillah amefanya hija yake vipengele vyote bila msaada yoyote. Zaidi walikuwa katika kujua kwamba Sheikh Abbas yuko wapi na anafanya nini, wakimkosa watamtafuta. Mimi ninashauri kwa yote anayetaka kwenda hija, taasisi ya Zamzam kwangu ni nambari 1, na bado nitaendelea. Katika familia yangu mimi nilikuwa wa kwanza mwaka jana, mwaka huu kaenda baba yangu, lakini na yoyote atakayefuata baada ya baba atatumia taasisi ya Zamzam. Taratibu zake ni nzuri, kuanzia kwenda, ukiwa hija na hata ukirudi bado wanakuwa pamoja na wewe. Lakini kikubwa zaidi, wote waliotumia taasisi ya Zamzam tangu 2013 ni familia. Ndio maana mimi taratibu zote naziona mpaka leo. Kwa hiyo hii kujenga familia ya Zamzam, mimi pia hilo niwapongeze sana, kwa sababu tunafahamishana, tunapeana taarifa, tunapeana mambo yote yanavyokwenda. Niwapongeze taasisi ya Zamzam, na Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila jambo, muendelee kupeleka na wengine, na Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda una wito gani kwa watu ambao wana uwezo wa kwenda hija lakini bado wanaogopa? Una wito gani labda kuondoa mashaka haya? Mimi ni mshauri mtu yoyote ambaye ana uwezo, lakini mimi naamini kila mtu ana uwezo. Mimi niwaambie siri moja, nimejiandaa kwenda hija miaka 5 kwa kuwekeza kidogo kidogo hadi fedha ilipofika mwaka jana na nikaenda. Kwa hiyo mimi ninachoona cha kwanza ni mtu kutia nia. Ukishatia nia kwamba unataka kwenda, Mwenyezi Mungu naye anakufanyia wepesi. Kwa hiyo kila mmoja atie nia, jambo la kwanza, alafu aonyeshe jitihada na Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi. Na ninashauri kila mmoja aende, na hasa aende akiwa na nguvu zake, hasa vijana. Twendeni ili tuwe karibu na Mwenyezi Mungu. Hata Mwenyezi Mungu anatufungulia mambo yetu baada ya kwenda hija, na ukirudi kwa kweli unakuwa mtu tofauti. Shukrani sana. Asante. Mariam Ramadhani Mhando, umetokea Kilimanjaro. Namshukuru Mwenyezi Mungu amejalia leo tuko kwenye uwanja wa Nyerere. Tumekuja kumpokea mume wangu ambaye ni Abbas Mohamed Mshana kutoka Kilimanjaro. Namshukuru Allah amejalia, miaka 50 alifanya juhudi ya kuja kwenda hija lakini hakujaliwa. Makao inshallah amejaliwa, ameenda. Na mimi inshallah Mwenyezi Mungu akijalia basi tutakuwa miongoni mwa hao, nikaweze kuona matukio ya huko kaburi la Mtume, mahali Mtume alipokuwa, alipotoka, alipozaliwa. Inshallah naomba na Waislamu wote waweke nia, Mwenyezi Mungu ajalie waweze kufika Maka inshallah. Labda una wito gani kwa watu ambao uwezo wanao lakini mpaka sasa hawajapata? Kwa kweli wana hasara kubwa. Mwenyezi Mungu awajalie tuwabadilishe nia zao ziwe nzuri, na wako wengi ambao wana nia, sio wale ambao tunaweka kidogo kidogo kwenye kibubu ili iweze kufikia na kuchangiwa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sisi tumejaliwa. Mume wangu kasafirishwa na mtoto wa kike. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amjalie, na mwaka jana alienda na mwaka huu kamsafirisha baba. Basi naomba na wengine pia wawe na nia hiyo, wala msije mkasema watoto wa kike hawana maana. Watoto wa kike ni bora na wana uchungu na wazazi kuliko watoto wa kiume, kwa sababu mimi na watoto wa kiume na nina wa kike. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ajalie hivyo, watoto wenu wa kike mwathamini kama watoto wenu na waje thamani na wanawapenda wazazi kuliko zaidi inshallah.
Amina. Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa Sheikh Musa Hamis Miraji, ni sehemu ya mtendaji ni sehemu ya mtendaji katika mambo ya hija, ofisi ya Zamzam Center. Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kuwapokea mahujaji. Ni grupu letu la pili linaingia leo. Jumatano tulipokea grupu la kwanza, leo grupu la pili ambalo na mahujaji 50, na tunatarajia kesho insha Allahu mida kama hii tutapokea grupu la tatu. Tuna furaha kubwa kwa taasisi yetu ya Zamzam Center kuweza mahujaji wake wote kukamilisha ibada ya hija kwa ukamilifu. Kwa vile tumejaliwa kupata mahujaji 154 kwa mwaka huu, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa faraja yake hiyo aliyotupa kwetu, na tunatarajia inshallah biidhnillah kwa hija ya mwakani tutafika kiwango zaidi ya hicho, na Mungu atatuzidishia inshallah katika hilo. Tunawaomba wale ambao wametiania kwa mwaka huu kwenda kutekeleza ibada ya hija, basi inshallah Zamzam Center iko milango yake iko wazi tayari, inapokea mahujaji wapya. Tunawakaribisha sana, na kwa wale ambao walokwenda haji wamerudi hawajatupa changamoto zozote kubwa ambazo wamekumbana nazo kule, zaidi ya kusema kwamba kila kitu kimekwenda vizuri. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa kuwa taasisi yetu ya Zamzam Center imefaulu kufanya vizuri katika kuwahudumia mahujaji. Tunashukuru sana katika hili, na leo tunatarajia kuwapokea wengine, na tunaamini vile vile na wao watakuja kutupa zile sifa ambazo wameziona kule za utendaji wetu kama idara ya taasisi ya Zamzam Center. Kwa hiyo hatukatai, kama binadamu hatukosi mapungufu, kwa sababu mkamilifu ni Allah mwenye peke yake. Kwa hiyo kama mahujaji ambao walokwenda wamesharudi na hawa ambao wanarudi leo wamehisi kuna mapungufu mawili matatu wamejitokeza, basi wasichoke kutupa taarifa hizo kama uongozi, ili mwakani tusije tukafanya mapungufu kama hayo, kwa sababu kama binadamu hatuwezi kusema kila kitu tumefanya ukamilifu kwa 100%. Kwa hiyo tunawaomba mahujaji, wao ndio kioo chetu, wao ndio watakao tuongoza zaidi kwa pale ambapo sisi tunahitaji kupiga hatua mbele zaidi. Kwa hiyo vile vile tunaomba watupe ushirikiano, wao ndio tunatarajia kwa mabalozi wetu wazuri ambao watakaotusaidia katika kuitangaza Zamzam Center ili tufikie level ambayo tunaitarajia ya juu zaidi. Kwa inshallah tunawaomba sana wafike wale ambao tayari washajiandaa kwa hija ya mwakani, wafike ofisini kwetu. Tunawapongeza kwa wale ambao wanataka kwenda umra na wale wanaotaka kwenda haji. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, jazakal khairi. Tuna furaha kubwa sana leo kwa mahujaji wetu grupu la pili wanaingia hapa, na tuna pongezi kubwa sana kwa mashekhe wetu ambao wapo huko bado wanakamilisha wale ambao waliobaki kwa grupu la kesho. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya njema, uzima, ili wakamilishie na hao waliobaki kesho na wao waingie kwa salama inshallah. Sina zaidi katika hilo. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Juma Abdurrahmani Mkumba, ni mmoja kati ya taasisi ya Zamzam Center. Tupo hapa leo kuwapokea ndugu zetu mahujaji ambao wametoka Maka kuhiji kufanya ibada kubwa. Inshallah tutawapokea hapa muda so mfupi hapa, wataingia. Tunashukuru Mungu wamesafiri salama kupitia taasisi yetu ya Zamzam na wamerudi salama. Ili ni kundi la pili, kundi la watu 50. Kwa hiyo karibuni sana Zamzam, tuendelee kuendeleza harakati zetu za kufanya ibada kwenda Maka. Karibuni sana. Sawa. Sasa naam, wewe uko hapa au nyinyi kwa ujumla taasisi ya Zamzam viongozi mko hapa kwa ajili ya shughuli gani kwa siku ya leo? Tupo hapa kwa ajili ya kuwapokea ndugu zetu ambao wanatoka Maka leo wanaingia hapa. Wametoka kufanya ibada. Tulipokea grupu la kwanza, ili ni grupu la pili. Sawa, mnawapokea leo, lakini labda mnawasaidia kitu gani wanapowasili, vitu gani na vitu gani ambavyo mnahisi wao mtafanya muwasaidie kama sasa kutokana walisafiri, tumeona watu wazima, wengine mama zetu watu wazima pia. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuwasaidia, kuwapokea na kupata baraka zao, dua zao,
kwa sababu wametoka mji mtukufu, wametoka kujisafisha zaidi. Kwa hiyo tuko hapa, inshallah wakifika salama tutawapokea, kuna chochote tutasaidia, kuna maoni tutashauriana na kuna chochote watatuambia. Shukrani sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwanja wa ndege. Tupo tena airport ya Dar es Salaam. Tunawapokea tena mahujaji wetu kupitia taasisi ya Zamzam. Kama unavyojionea hapa, ndugu jamaa marafiki wameshajikusanya, wamezunguka uzio kwa ajili ya kuwapokea ndugu zao. Wameshashuka tayari, taarifa tunazo, lakini bado wako katika prosesi za kutoa mizigo yao. Watoe mizigo, watoke nje, tuwapokee. Hii ni umati wa watu ambao ndio umezunguka hapa kuwasubiri ndugu zao. Hili na lile kitakachoendelea, tuwe pamoja. Tuko live Oba Online TV. Oba Online TV tuko live moja kwa moja kutoka katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere, Julius Nyerere International Airport Terminal 3. Karibuni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama mlivyojionea sekunde chache zilizopita, mahujaji wameshaanza kutoka katika uwanja wetu huu. Mahujaji wameshaanza kutoka. Kama unavyomwona, mmoja wa wahudumu wa taasisi hii ya Zamzam yuko langoni pale akiwasubiri mahujaji wake watoke ili wasaidie mizigo. Ndugu nao kama kawaida nilivyowaambia awali wameshajikusanya hapo kwa ajili ya kuwapokea. Mkisikia takbira hiyo ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, basi ujue ndio mahujaji wanaanza kutoka kama unavyojionea hapo.
السلام عليكم شيخ. زمزم. Shike kidogo kesho. Salamu alaykum shehe, salamu alaykum shehe. Shehe Luambo leo mbio. Huyo. Lagi maneno. Salamu alaykum shehe. Hali. Wewe alhamdulillah safari bwana. Mazuri. Alhamdulillah. Harakati tupo bwana. Tuko pamoja. Nakuja kuwapokea bwana. Na mzee wangu huyu. Leo ndio na atakuwa ndio ndugu yake nani huyo? Amin.
ubishi kidogo. ربنا الله ذو الجلال
Waalaikumsalam. Waliwago. Bwana nimefurahi sana kukuona. Allah akbar. Mambo yamekwenda vizuri. Gongo letu umeliacha au liko vizuri? Sawa. Bayo. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mwenyezi Mungu akuwezesheni na nyinyi. Amin amin. Kufika inshallah. Na sisi tumefurahi kuona na nyinyi mmerudi inshallah. Tumekanyaga kwa Bwana Mtume Muhammad. Kiwanja cha vita, msikiti sio Akuba, sio Alafa. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Amin amin amin. Allah atufanyie wepesi sote inshallah. Amin amin. Haya bado kuna wengine wanakuja. Sawa. Basi inshallah. Peleka mzigo wanakuja. Nipo ndani nimesema hawa right. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Ali Haruna Muhammedi, ni shekhe wa wilaya ya Kaliwa, mkoa wa Tabora. Na mshukuru Mwenyezi Mungu tumefika muda huu kutoka Madinatul Munawwara katika ibada ya hija, miongoni mwa nguzo katika nguzo za dini hii ya Kiislamu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama, alhamdulillah. Labda kuna jambo gani ambalo unaweza kutupa ujumbe kutokana na msururu au mrorongo mzima wa ibada ya hija, yale ambayo ulikuwa unayajua na yale ambayo ulikuwa huyajui na yale uliyoshuhudia kule? Kifupi ni kwamba kwanza ninashauri na washauri Waislamu wote kwa ujumla, kila mmoja atie nia ya kwenda kuhiji nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiachilia mbali kwamba hija ni faradhi, ifahamike kwamba katika Al-Kaaba ile ndipo ambapo Mwenyezi Mungu alipoanza kuikunjulia ardhi. Kwa hiyo kusambaa kwa ardhi dunia nzima kumetokana na lile eneo la Al-Kaaba, eneo la Maka lile. Ardhi imeanzia pale ikatandazwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo kama ni watu ambao tunaingia kwenye utambuzi, ilikuwa ni sehemu ambayo watu walikuwa wanatakiwa wakashuhudie kwa macho yao. Kwa sababu kama mimi ninayekaa Tabora, kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Tabora ni kilomita 920 lakini ile ardhi ya Tabora asili yake na chanzo chake ni kutokea wapi? Ni kutokea Maka. Kwa hiyo nimekwenda nimeona kwamba kumbe sababu za kuwepo kwa ardhi ni hapa. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia jiwe lile wakati linateremka kutoka mbinguni lilikuwa ni jeupe sana. Baada ya kufika ardhini likawa ni jeusi kwa sababu ya madhambi ya watu. Sasa kwenda sisi kuangalia asili ya yale maumbile yetu na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo ambalo ni muhimu sana katika Uislamu. Kwa hiyo la kwanza, ushauri wangu kwa Waislamu, yoyote mwenye kuweza basi aende akatekeleze ibada hiyo ya hija. Lakini la pili, tumekuja Madina, tumeishi Madina, tumezunguka katika maeneo mbalimbali ya kihistoria, na kubwa zaidi ni pale tulipopata nafasi ya kuingia kwenye Raudha, kipande ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikisimulia kwamba ni eneo la peponi ambalo liko hapa duniani.
Ukisali pale ukaomba ya kwako, Mwenyezi Mungu anakukubalia. Ni kipande ambacho ni tofauti na vipande vingine vyote ambavyo viko ardhini hapa. Kwa hiyo watu wakifika pale pia wakamueleza Mwenyezi Mungu ya kwao, basi watakuwa wamefanya jambo kubwa. Shukrani. Mimi naitwa Ustadh Abdurrahim. Tunashukuru tumesafiri na taasisi ya Zamzam tukiwa watu 156. Tumerudi watu wa kundi la kwanza la 56, tukarudi watu 50 leo. Inshallah tunatarajia wenzetu kesho tena watarudi. Tunashukuru kwa mapokezi makubwa waliofanya ndugu zetu. Yote hao ni mapenzi tu, hakuna jambo lingine. Naomba Mwenyezi Mungu tuzidi kuwa na mshikamano inshallah. Unaweza kutufafanulia ni mapenzi gani hayo? Kwa sababu wameshuka watu wengi mahujaji, lakini shamra za mapokezi zimekuwa kubwa sana na nyimbo baada ya kuwasili wewe. Unadhani ni kitu gani? Ni mapenzi tu kwa ajili ya Mungu. Ni watu gani kwani hawa walikuja kukupokea? Ni wenzetu tu katika imani, ni wanafunzi wenzangu. Naona katika madrasa, katika Ahbabu Rasuli ni wafuasi wenu. Hivi. Maana wamekuja kwa wingi. Ahbabu Rasuli wote tumepokelewa, wote wamekuja kuwapokea watu wa Ahbabu Rasuli. Una wito gani kwa mahujaji na wao ndugu zako ambao wamekuja kukupokea hapa? Mahujaji, wito wetu ni kwamba tupambane kuishi kama hija inavyotaka, na ambao hawajahiji Mwenyezi Mungu ajalie waende kuhiji. Mwenyezi Mungu ajalie kheri inshallah. Ombe dua basi kabla hawajatawanyika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Shukrani sana Sheikh. Ndege, tuko katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere hapa katika zile harakati za kuwapokea ndugu zetu mahujaji kutoka nchini Saudi Arabia katika kutekeleza ibada ya hija.
toka asubuhi tuko hapa, lakini mahujaji walikuwa wanatoka mmoja baada ya mwingine, lakini katika jambo la kushangaza, dakika za mwishoni kabisa ametoka shekhe ambaye mapokezi yalikuwa ni mazito sana na nyimbo zimekuwa nyingi. Tumetaka kujua kwa nini imekuwa hivyo, nadhani mmejionea alivyotujibu. Hatuna maelezo mengi ya kuwajulisha hapa kutoka katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere. Tumekuja kurusha live, na hapa kama tunavyoona tulikuwa live. Ni mimi ndugu yenu Omar Bakari Almasi kutokea katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere kutokea Oba Online TV. Endelee kuwa nasi.